Waheshimiwa waandishi wa habari, wageni waalikwa na wadau wa elimu, karibuni sana. Jina langu naitwa Felician Chizelema, ni Managing Director wa Akili Education, taasisi iliyojikita katika kutoa taarifa sahihi, mwongozo wa kitaalamu na ushauri wa kweli kwa vijana wa Kitanzania wanaotaka kusoma nje ya nchi kwa gharama zinazowezekana kwa familia za kawaida. Kwanza kabisa ningependa kutoa shukrani zangu za dhati kwa Wizara ya Elimu kwa kuimarisha mahusiano ya kimataifa na kuweka mazingira rafiki kwa vijana wetu kupata fursa za kuweza kusoma vyuo vikuu nje ya nchi, na mazingira hayo ndio yanayotupa sisi wadau wa elimu uwezo wa kupanua njia na kuongeza nafasi za mafanikio kwa vijana wetu. Akili Education imejijenga juu ya misingi miwili. Cha kwanza ni taarifa sahihi na nafasi halisi za elimu nje ya nchi kwa bajeti inayomgusa Mtanzania wa kawaida. Lengo letu ni kuhakikisha kwamba mwanafunzi anachagua kozi sahihi, chuo sahihi na nchi sahihi kulingana na uwezo na ndoto zake. Mwezi uliopita tulifanya safari ya kikazi nchini ya India, ambapo tulitembelea vyuo kama Purnima, Shobit pamoja na Subhati University. Tumeshuhudia jinsi elimu ya ubora inavyoweza kupatikana kwa takriban shilingi milioni 8 tu kwa mwaka, gharama inayojumuisha ada, malazi na chakula. Hii inaifanya India kuwa moja ya destination muhimu sana kwa familia zetu zenye kipato cha kawaida lakini zenye ndoto kubwa. Baada ya hapo tulifanya the global tour pia, ambapo tulikwenda Dubai na balozi wetu hapa Mr. Maulid Kitenge. Tulitembelea vyuo kama Manipal, ambao pia mwakilishi wao tunaye hapa, atakuja kujitambulisha na kutueleza machache kuhusiana na Manipal. Lakini pia tulitembelea Emirates Aviation University. Hii inahusiana na mambo ya marubani na vitu vinavyohusu ndege. Pia tulitembelea Middlesex na Brits Imperial, Nest Academy na vyuo vingine vingi. Ziara hiyo ilituonyesha kwa wazi kuwa Dubai sasa ni moja ya vituo bora zaidi duniani kwa wanafunzi wa Kitanzania kupata elimu ya kisasa, exposure ya kimataifa na fursa kwa ajira. Kama balozi pamoja na ndugu yangu hapa Mwijaku, hili jambo kwanza la Akili Education sisi tumelipokea kama fursa kwa vijana wetu. Kusema kweli, kama tulivyokuwa tunasema mimi na Mwijaku, nia yetu ni kuhakikisha vijana wetu wa Tanzania na wao wanatoka kwa wingi katika nchi hii, kwanza kusoma vyuo vikuu vya nje. Kwa hiyo ndio maana Akili Education walivyoniambia, bwana wewe tunataka uwe balozi wetu, wala hilo siku 6 mara 2, kuona kwamba tunawasaidia hawa vijana. Na hatua ya kwanza nikatembea na mimi mwenyewe, nikaenda India, nikaenda Dubai, nimekutana na vyuo huko, vyote nimevijionea mpaka nikakijua hicho Manipal. Kwa hiyo kwa dhati kabisa hawa ni watu sahihi. Kama una mtoto wako ungependa akasome nje ya nchi, hawa ni watu sahihi. Sasa vyuo ambavyo tunavizungumza vya Dubai hizo ni campus, ziko campus pale mbali. Wewe mtoto wako unasema bwana, kwa nini asome mbali kule Uingereza? Kwa nini asisome hapa Dubai? Maana cheti atakachokipata ni kile cha kule. Kwa mfano akisoma Middlesex Dubai campus, ndio hiyo Middlesex iliyopo UK. Umeelewa? Na yeye anachagua, uzuri wa pale anachagua. Anaweza kusema mwaka wa kwanza mimi nisomee Dubai, mwaka wa pili nikasome Middlesex, kama wana branch yao Malaysia na kama sikumbuki Mauritius, sorry. Kwa hiyo anaweza kusema mimi naenda mwaka wa pili nitasoma Mauritius, mwaka wa tatu namalizia Uingereza. Yani anachagua yeye mwenyewe, au akasema miaka yote mimi namalizia hapa Dubai.
Kwa hiyo mtoto wako na Dubai, kama tulivyosema, kwanza usalama wa uhakika. Mwanao akiwa Dubai wala uwazii chochote kibaya. Unataka mtoto wako bwana Mwijaku asome, huku wewe unapiga unatafuta hela, una wasiwasi. Sio mtoto wako anasoma huko roho mkononi. Unaona bwana. Kwa hiyo kwa Dubai ni vizuri zaidi mtoto akasoma pale, kuna fursa za kazi. Leo hii Dubai wanaenda kufanya mapinduzi makubwa, wanaenda kutengeneza Dubai 2. Dubai 2 maana yake inakuja airport mpya, inakuja sijui ile Dubai Mall mpya, inakuja kila siku wanaitengeneza Dubai 2 ambayo itakuwa na fursa nyingi. Sasa tusiwachie hizi fursa ndugu zetu wa Kenya na Uganda ambao ukiangalia kule wameshika sehemu nyingi. Sasa sisi tungependa vijana wetu wa Tanzania nao wazikamate hizi fursa nzuri ambao unaweza ukauacha mzazi au mlezi kama urithi wa elimu kwa mtoto. Na sio tu bora elimu iliyokuwa bora. Tumekuwa na janga kubwa sana la kuona hatupati fursa. Lakini tuna vyuo vikuu vizuri, watoto wana IQ kubwa, wana uwezo, lakini sisi familia, sisi walezi, serikali tumeshindwa kuwapa opportunity vijana. Sasa kuruhusu uwekezaji kama huu uliofanywa na serikali, kuwaruhusu sasa private sector kuja kufungua opportunity kwa vijana kwenda nje kusoma, hii haimsaidii familia mmoja mmoja, hapana, hii inasaidia nchi. Maana yake tunaenda kupata interaction mpya na wengine. Imagine unakaa hapa, upo na mtu kutoka Malaysia, upo na mtu mnakutana pale. Juzi niliitwa Costech hapo katika kitengo chao cha Buni. Wamekuja na wazo zuri sana za creative kwa wanafunzi, lakini tunakosa wanasema ile exposure. Exposure utapata wapi? Unamuuliza wewe umekuja na ubunifu umefanya hivi, umesoma wapi? Mwisho kabisa akamwambia nimesoma Mzumbe, nimesoma UD, shule kasoma mkoani, lakini hana exposure. Hata akipata ubunifu akija na wazo jipi, hana exposure. Sasa kwa nini tunabaki nyuma, tunapigwa teke na Kenya? Kwa sasa watu kama Akili Education sasa hawa wamekuwa sasa nyenzo ya sisi kupata exposure kwa watoto. Maana kama kijana na uzuri elimu haina umri, hata wewe umri wangu mimi naweza kusema nataka kusoma masters, nataka kusoma nini, unakwenda nje kusoma. Hawa uwezo waliotoa kusema tunakusaidia visa, pasipoti, kukuchagulia vyuo, kukushauri, kuhakikisha unakuwa katika mazingira salama, ni kitu kikubwa ambacho mzazi ingekuwa mzigo kwako au mlezi ingekuwa mzigo kwako. Uwezi community vitu vote, utafute hela alafu hapo uende kumanage mtoto kule amekula. Sasa hapa ndo naingia Akili Education. Wewe kazi yako unamuuliza mkurugenzi, bwana vipi maendeleo ya mtoto? Unaprintiwa mkeka wake pwap. Bwana anasapu au kafaulu. Hiyo ni chance nzuri, unakuwa mtoto wangu akirudi likizo ni focus kwenye kitu gani. Kwa mimi niombe kwanza nawapongeze kwa wazo la kuiona Dubai. Study in Dubai ni opportunity kubwa sana. Mimi nakwenda Dubai zaidi ya mara 20,000. Kila miezi nakwenda Dubai. Naona Dubai inavyobadilika. Unaweza kwenda Dubai, tumetoka juzi, lakini ukienda unakutana na mabadiliko leo. Yaani ukienda leo unakutana tena mabadiliko. Sasa yale mabadiliko wanakupa nafsi chanya kujua nini usomee, opportunity ni kwa wapi. Ukifika pale unakutana na Wakenya, Waganda, kwa nini Watanzania wapo? Hatuna uwezo, tunao, ila hatujapata fursa za kusoma kule kujua culture yao. Unaposoma sehemu unajua culture yao na utamaduni wao. Dubai nini ufanye, nini usifanye. Dubai watu wanasema tu usiinue mkono kwa mwanamke, hao. Lazima ujue tamaduni zao. Ukijua tamaduni zao lazima hata kupata kazi baada ya kumaliza shule inakuwa rahisi. Na uzuri tuna makampuni mengi ya Kitanzania hapo pale. Kitu kama Kilimanjaro Star Cargo wako pale. Imagine unasoma Akili Education wanakupa nafasi ya kusoma chuo kimoja kikubwa pale Dubai. Unamaliza kusoma tu unasema nimependa opportunity hapa. Unaajiriwa na Kilimanjaro Star Cargo. Au unatafuta taasisi yote ya kule. Umwambia kuna Dubai mpya, kuna Dubai Mall mpya, kuna airport mpya. Yote inataka watu wafanye kazi. Utapataje nafasi ya kufanya kazi wakati huna hata experience ya elimu ya pale? Kwa ukisoma pale utaijua culture. Culture yenyewe ni elimu. Tunachukulia poa, utasikia mimi huwezi kukosa makacha kutumia Instagram. Au kakati ukaingia na follow Dubai. Wewe utaonyesha maeneo kadhaa, kuna vitu hata kuonyesha. Sasa ili ujue lazima ukasome Dubai. Ukisoma Dubai utaijua culture ya Dubai. Ukijua culture ya Dubai unapata nafasi sasa ya elimu yako uliyosoma pale kupata kazi.